mambo yao kwenye mambo ya mikopo sana hawapendi, lakini pia inategemea mwanamke ameamua kukopa kwa sababu gani. Inawezekana haumpi matumizi, ameona sasa namna nyingine ya kujisaidia atoke kwenye aibu ni hiyo. Inawezekana utimizi wa wajibu wako, anaona namna nyingine bora akope ili afiche aibu ya familia, lakini baadaye ndio anakuta aibu. Ila pia kwenye hii mikopo ya kausha damu, mimi pia niwahi kuwa mmoja hapo, nimeteseka nayo sana. Sikuwa naelewa, lakini nilipokuja kuelewa tunaelimishana kwamba sasa watu waelimishwe, na wanaofanya kausha damu nao tunawaelimisha kwamba tusiwafanye wengine chuma ulete. Kuna namna tunategemeana kwenye maisha, kwamba mwanamke anapopambana sio kila siku anapata. Maki kuna wengine wana lugha mbaya za kukera kweli kweli, na wanaotoa hiyo mikopo ni wanaume sasa. Kwa hiyo changamoto, Mungu mwenyewe atusaidie. Wanaume hatuchoropoki. No, ni ukweli yani tu, yani hatuchomoi. Wao ndo wanatoa mikopo lakini bado wanatusema sisi. Wanawasema wanawake. Kaangalia taasisi nyingi za mikopo ya kausha damu, wanaume wana hizo kampuni. Wanaimwacha. Sawa. Nafikiri turejee hapa. Tunakaribia siku ya wanawake duniani. Moja kati ya siku kubwa sana. Siku ambayo inakuwa na wishes nyingi, si ndio? Kama kiongozi pia na mwenyekiti wa jukwaa, unawaambia nini wanawake wa wenzako sasa kuhusu kuelekea siku hiyo, lakini pia mnapanga kufanya nini kwa mkoa wa Dodoma? Siku ya wanawake duniani kwetu sisi ni siku ambayo inatukumbusha wajibu wetu na umuhimu wa sisi kuona thamani ya kufanya kazi katika majukumu tunayotamani kufanya. Na kwa mkoa wa Dodoma kimkoa itaazimishwa wilaya ya Kongwa. Na hii naomba nisisemee sana, mwenye eneo lake atakuja kulizungumzia afisa maendeleo. Mimi nijikite kwenye habari za jukwaa. Mimi ni sehemu ya wanakamati waliokopo kwenye maandalizi hayo. Ila kwa upande wa jukwaa la wanawake ngazi ya mkoa, sisi tunatarajia kuwa na kongamano tarehe 3 mwezi wa 3. Lakini pia matukio yanaanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 kwa ajili ya kuelekea siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 tutashiriki. Tunayo ratiba ya maombi ya wanawake kidunia ambao pia itafanyika. Kwa hiyo kila baadhi ya makundi yameandaa matukio yao. Ngazi ya wilaya pia wameandaa usiku wa mwanamke. Kwa hiyo kila yani tumegawana hizo tarehe. Kwa hiyo kila kundi linajua limeandaa nini na kwa wakati gani. Sasa siwezi kuzungumza tarehe za kila mtu kwa sababu vingine havijawa confirmed, lakini tumejiandaa vizuri. Sawa. Na wasemaji wa hayo matukio mengine basi watapata muda wa kuyasemea wao. Mwanamke ni jeshi kubwa. Ndio. Umedili na wanaume kwa muda mrefu, umewashauri na tunaishi nao kwenye jamii. Si ndio? Hebu zungumza na wanaume kwa neno moja tu, nafikiri kwa sababu inaonekana na wao wana magagaziko. Wana nyongo. Wanaume wanaume safi. Wanaume bwana ni nguzo ya familia. Yaani wanaume sisi ni washindi wetu. Wanaume nao ni jeshi la msingi la ulinzi wa familia na nchi. Sasa wanaume mna jukumu la kusaidia familia isonge. Wanaume wasipotimiza wajibu wao, familia itaendelea kuharibikiwa kwa visingizio vya kusema wanawake hawalei watoto. Kwa hiyo tuache kulalamikiana. Wanaume na wanawake tutimize wajibu wetu. Mimi nawapenda wanaume wanaojali familia zao. Sana. Yaani kuwepo kwangu mimi hapa ni kwa sababu baba yangu alionyesha userious wa kuhakikisha watoto wake watakuwa kwenye mstari huu. Unielewa? Kwa hiyo pia wanaume muwe marafiki wa wanawake. Na urafiki na usema mimi sio wa mahusiano ya ngono. Marafiki kama vile watoto wa familia moja ili tuweze kuijenga nchi yetu na kizazi chetu. Na wanaume msikate tamaa hapa ya kutokutafuta kazi. Shughuli za uchumi wanaume wanaziweza zaidi kuliko sisi. Lakini hawatushindi. Sisi tukiamua tunamwaga kweli kweli. Sisi tunaziweza kuliko nyinyi, lakini kwa sababu nyinyi mmejaliwa nguvu. Nguvu ya ziada tofauti na sisi. Ndio. Lakini sisi pia tumejaliwa akili ya kutosha ya kuona mbali na jinsi gani tunatunza fedha za uchumi zinazopatikana. Kwa hiyo wanaume wasitafute visingizio. Kwanza wanaume wahakikishe wanasaidia mmomonyoko wa maadili kwa watoto na vijana unaisha kwa kushirikiana na wanawake.
Sawa sawa. Moja kati ya vitu ambavyo wanaume wengi wamekuwa kivilalamikia pia ni kudhalilishwa. Yaani masuala ya kifamilia, unakuta mama kashasema huyu mume wangu hela yenyewe atoi nini na nini, ile inawapa sijui tusemeje, inawapa sonona. Ndio maana siku moja nilikuwa namtania mwenzangu, namwambia mbona kwenye saluni za wanawake hamna TV wala redio? Tafsiri rahisi, redio na TV ni nyinyi wenyewe. Sasa mnazungumza nini mkiwa pale na nili? Kumekuwa na tabia hiyo pia ambapo wanaume wengi naona kwenye message hapa Timothy anasema hivyo kwamba moja kati ya changamoto pia sisi mnatusema sana mtaani, mnatuanika batusaidiaje kwenye hilo pia? Sasa Timothy asitubebe maneno hapo. Kwa sababu kwa nini usemwe? Yaani kwa nini usemwe kwamba huna hela? Basi wewe automatically tu matumizi yako hela zako unafichaga, hazionekani. Huna hela. Hamna mwanamke anayependa kumwanika mwanamume wake kwamba hana hela. Hamna. Sio wote, sijui mimi. Yaani hawahitaji kuwasikia wanaume. Yaani ndo utakuta kuna wapo wanawake ambao wameamua kufanya wenyewe kwa sababu wanaume waliwaumiza. Na hadithi za huko kabla wanaume walikuwa wakipata zaidi, wanatafuta na nyumba ndogo ya kuwasaidia kufanya matumizi. Kwa hiyo wanawake waliopitia mkumbo huu hao hawaoni thamani hao wanaume kuwasaidia. Hapo wengine tumesaidia kuwarudisha, wamerudi na wameelewa kwamba cha msingi hapa sasa tulinde familia. Tunahitaji familia ya watoto sahihi kwa sababu kumekuwa pia na mmonyoko wa maadili. Kwa kama tunawaacha wanaume ni kwamba hata huku kwenye uchumi hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo pia kuna jukwaa la wanaume limeanzishwa na mwenyekiti wa ile jukwaa ni Mzee Mavunde, ila wakishakuwa tayari basi litazinduliwa. Na baada ya wanaume sasa kueleza hoja zao za msingi ambazo wao waliona na walielezea maumivu na shida ambazo wanapita watoto wa kiume. Kwa kwenye hiyo pia tulikutana na shida za watoto wa kiume kuwa mashoga. Kwa hiyo wanaume walijadili. Lakini na mimi nikawarudishia swali, kama watoto wa kiume wanakuwa hivyo, wanaume mnakuwa wapi? Kwa sababu mnawajua wanaume wenzenu wanaofanya hicho. Lakini hii mbona kama iko supportive sana na wanawake wenyewe kama vile wako nyuma ya hili. Je, hili unalizungumziaje? Kwenye lipi sasa? Hili ambalo umelizungumzia. La watoto wa kiume kuwa mashoga. Malezi kidogo kwa wanawake imekuwa ni mimi sikubaliani na hicho. Nataka nikwambie mimi ni mtu ambaye napata taarifa nyingi kuliko unavyofikiri. Wanawake wana maumivu. Na jinsi gani tunawasaidia tuki kwenye maumivu ndio bora wakiwa kwenye vikundi. Na Mungu atusaidie vikundi viwe sahihi vya kuelekezana, pia umuhimu wa kujali familia. Na leo tuambiane ukweli tu kwamba swala la malezi linatuhusu wote, wanawake kwa wanaume, bila kujali huyu mtoto ni wako umemzaa au hukumzaa. Tunapoona watoto wetu wanaharibikiwa tusiwaache, kwa sababu hilo ni taifa la kesho. Sisi tunawatizama wanaume kama nguzo ya nchi yetu. Tunawatizama watoto wa kiume kama walinzi wakuu wa nchi yetu. Hatutamani kuwapoteza. Na hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto anaharibikiwa, awe wa kike au wa kiume. Lakini kwa nini tunasema wanaume wana nguvu ya hilo? Kwa sababu wanajua hiyo hadithi vizuri kuliko sisi. Kwa sababu wanaoharibu watoto kwenye masuala ya ubakaji na ulawiti wanaohusishwa ni wanaume. Lakini pia tujue kwa nini hao wanaume wanafanya hivyo. Wanaume wanatafuta sababu, wanakuambia alitamani kuhudumiwa na mkewe hakumhudumia, kwa hiyo akafanya hiyo. Sio kweli. Watuambie ukweli wa hili. Japo kuna wengine wanahusisha na mambo ya ushirikina, lakini tuna shida kubwa sana. Mungu atusaidie. Na wanaume mko hapa sasa, na nyinyi mkae vinana kuwasaidia vijana watoto wa kiume. Na nafikiri tuanzie hapo. Umezungumza swala la malezi, na kama mama ndio hii hukunisaidia kwenda leba, kwa sababu umesema tuchukuliane, maana tusaidiane. Mtoto mwenzio si sana mtoto wako. Ndio. Kuna hizi kauli kunisaidia kwenda leba na nini, mwanangu muache. Kuna wazazi wengi wamekuwa na hizo notions. Vipi kwa upande huo tunawezaje kuikomboa jamii sasa, ikiwa baadhi ya wazazi ndio machampion wa kusema mtoto wangu ni mtoto wangu, sio wa jamii? Wanawake wasiojitambua ndio wanaongeza ruga. Lakini sisi wanawake ambao tumelelewa na wazazi wenye hekima, hizo sio ruga sahihi. Kwenda riba ni namna nyingine, lakini swala la malezi ya watoto linahitaji jamii. Na niseme kuna eneo jamii imekuwa na roho mbaya, hatupendani. Lakini Dodoma tumejitahidi kupendana, sijui maeneo mengine. Na kadi tunavokutana na majaribu ndio tunapata akili ya kutatua hayo majaribu. Lakini kikubwa itoshe kusema kwamba wanaume wasitafute visingizio vya kuharibu watoto. Havina afya na havina msingi, na Mungu hapendi. Ndiyo. Lakini pia na nyinyi wanaume mpate nafasi ya kupaza sauti madhara na hizo shida za hao watoto wa kiume. Inaumiza
mimi nilishalea watoto ambao wamelawitiwa karibu 3 nyumbani kwangu. Hata namna ya kuishi nao ni shida kubwa, sio rahisi unavyofikiri. Yeah, na ukicheza unaweza kukuhamisha kwenye mstari na akili yako ikavurugikiwa sawa sawa. Sawa, kuna siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia, zimeleta tija gani kwenye jukwaa la wanawake mkoa wa Dodoma hapa nyumbani? Sisi kwa kweli huku ndio makao makuu ya nchi. Naam. Siku 100 za Mheshimiwa Rais kwetu zimetuletea tija nyingi tu. Kwa mfano, wanawake wameweza kumiliki nishati safi, lakini pia wameelewa umuhimu wa matumizi sahihi ya nishati safi, na wamejua upatikanaji na jinsi ya kuelimishana kuhusu nishati safi. Lakini pia wamepata mikopo ya hii ya halmashauri imetoka tena, wanawake wanaendelea kufuatilia, na juzi hapa tumeona CRDB Foundation wamezindua hiyo imbeju ambayo lengo ni kuwawezesha wanawake na vijana. Kwa kwenye hizi siku 100 wanawake wa Dodoma wamefanikiwa, wamepata mitaji ya kuanzisha biashara zao, na niendelee mimi kuasisitiza kwamba tunazo taasisi nyingi zinatoa huduma za mitaji. Kwa kila mtu aone umuhimu wa kuchukua mtaji sahihi ambao hautamkosti yeye kuingia kwenye majaribu ya kushindwa kulipa, na turejeshe kwa wakati ili tuweze kufanya kazi zetu kwa uhakika na Mungu wetu akatubariki. Sawa. Ukiachilia mbali changamoto za na shughuli zenu, hebu tuambie kwa undani zaidi. Masuala ya jamii na wanawake, wanasema ukimwezesha mwanamke umewezesha jamii, si ndio? Ndio. Kuna hii taratibu ambazo tuzungumzie kwa wale wa familia za kikulima. Tunalima wote, tunapanda wote, tunapalilia wote. Ikifika swala la mavuno, baba anakuwa na sauti ya mavuno, kwamba mimi ndiye anaweza kauza hata gunia kadhaa na asiulizwe na mtu. Changamoto hizi umekutana nazo kwenye malalamiko ya jukwaa? Zipo, lakini sasa kwenye changamoto hivyo ni tabia na malezi. Kwa hiyo hapo unaona kabisa kuna mmomonyoko wa maadili. Lakini pia ni vizuri yani baba naye aone thamani ya kuwashirikisha familia yake kwenye hili, japo kwenye desturi zetu za Kiswahili sisi hatukulelewa kwamba baba anachoamua lazima wewe uamue au umfuatilie. Unatakiwa tu ushukuru, uone tu kwamba mradi baba hizi hela asizi haribu, kwamba watoto wa siku hizi wanaona mbali kwamba baba ameuza hizo gunia alafu ameenda kulewea na nyumba ndogo. Watoto wa siku hizi hawakubali. Kwa hiyo pia tunahitaji hiyo nidhamu kwamba wanaume waone, yani kwenye kushirikiana mwanzo ni vizuri kuendelea kushirikiana mpaka mwisho. Elimu iendelee kutolewa na kila mtu ajione ana thamani kwenye kitu anachokifanya. Na haya ya kufanya hivyo, kuna eneo yamefanya wengine wasipende kilimo pia tena. Na wengine imewafanya watafute mashamba yao. Kwa hizo hadithi zipo. Sawa sawa. Ndio maana tumeanzisha jukwaa la wanaume pia liendelee kuwashauri wanaume ili twende sawa. Kwamba tuache haya mambo bwana. Na wanaume wanasema wanawake wanawezeshwa, kwa nini sisi tumeachwa? Lakini wanaume pia wakatoa hoja zao. Kwa nini kwamba siku hizi sasa wanawake wanaoa wanaume? Kwa sababu wanaume hawana pesa, lakini tukagundua kwamba wanaume wamepata mwanya wa kuficha pesa zao na kukimbia majukumu yao. Sasa wanaume muache. Nafikiri kwenye hilo jukwaa kwa sababu sisi Biblia inatuambia kabisa baba ni kichwa cha nyumba na ana majukumu yake. Tufanye kwa kushirikiana. Msikimbie majukumu kwa kusingizia kwamba majukwaa yamefanya hivi. Lakini lengo la majukwaa Mheshimiwa Rais alileta vizuri tu kuwasaidia wanawake na wajasiriamali na wafanya biashara wafanikiwe kiuchumi, tuweze kulipa kodi ya nchi vizuri. Lakini pia tupande kwenye tuweze kuanzisha viwanda vyetu na kadhalika. Tunao watu wanawake ambao wamefanikiwa. Na Mungu akijalia, nafikiri tunatarajia kufanya kongamano kubwa la Women CEOs hapa Dodoma kupitia jukwaa la wanawake, na kwa sababu ya mfungo tarehe imesogezwa, japo Mungu akijalia tutakuwa tuna kongamano tarehe 3 mwezi wa 3 la uchumi la wanawake. Tutalifanyia hapa Dodoma na tutawaalika. Nasema umekuwa wanaume punguzeni visingizio, wanaume punguzeni. Siku hizi kuna wanaume wanapigwa na miko, wanaume wanang'atwa pua, wanaonewa kimsingi. Ili pia mnalichukuliaje kwa maana ya ukatili ambao sasa umekuwa ukitokea? Mwanzoni ni kama kibao kimegeuka hivi. Mwanzoni ilikuwa wanawake ndio wanafanywa ukatili kwa rate kubwa. Lakini sasa hivi wanaume wengi wamekuwa kilalamika kufanywa ukatili kwa rate kubwa. Na hawasemi. Changamoto ni nini na nini kifanyike sasa kwa wanawake wenzao?
Sasa kama wanaume wanafanyia ukatili afu hawasemi, sisi tunawasaidiaje? Ninyi sasa ndo mzungumze, kwa sababu nini ndo mbebeba jukwaa mawazo mawazo mengi na cha kuwashauri wanaume, kwa sababu wanaogopa, wanaona kama vile mimi niseme mama fulani kanipiga. Lakini ukweli ni kwamba kwenye masuala ya ukatili tunao deski la dawati la jinsia, na nafahamu kuna Afande Eva na Afande Kayombo ambao wanadili na hilo dawati, na huko wanaweza kupeleka taarifa zao na wasianikwe wakasaidiwa ushauri zaidi. Tunao maafisa ustawi pia wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo yani wanaume wasitafute bado visingizio vya kupigwa. Hivi wewe unaweza kumpiga mtu bila sababu? Unajua wanawake walikuwa wamekaa kimya wakiamini tu kila kitu atakachoambiwa watakuwa wanaitika. Sasa wameamka. Sio vipigo tu, ukiona mpaka mwanamke amechukua hatua ya kupiga, ujue imefika mwisho. Sisi ni wavumilivu sana. Uongo my dear? Sisi ni wavumilivu sana. Lakini sasa hivi kuna wanawake wengine wamegeuka, yani unajua yani wamekuwa tofauti zaidi. Yani licha uvumilivu ule ambao tumeumbwa nao, yani from nature, lakini tumebadilika sana. Sikatai, wapo watu wa hivyo na mimi nawafahamu, lakini nataka niseme hivi. Ukiona mwanamke amefikia hiyo stage ni kwamba amechoka kuonewa. Kwa hiyo ameamua kuonyesha nguvu yake zaidi. Lakini bado tunamhitaji Mungu, hekima ya Mungu itusaidie tuone wajibu wetu na nidhamu ya kuheshimiana bila kusababisha ukatili. Kwa sababu kama mwanamke na mwanamume wanazua ukatili, au ni baba na mama, watoto wanakuaje? Watoto hawapendani. Umeona? Zamani unaweza napendaga style ya watoto wa shule. Zamani mtoto mmoja akinunua ice cream ataigawa wote mle. Siku hizi watoto wetu wako hivyo. Hawapendani. Tena akimwona mwenzake mchafu atamani hata kumsogelea. Lakini zamani mtu alikuwa anamtizama mwenzake anafanya hivyo. Lakini mimi nashukuru hapa labda taasisi za dini zinatusaidia kukumbuka wajibu wetu, kwamba kwa mfano hapa sasa hivi kipindi cha Kwaresima na mfungo wa Ramadhani, watu wanaona ndio muda sahihi sasa kuwasaidia wahitaji, lakini tunapaswa kuwasaidia wahitaji wakati wote. Pale unapoona inafaa tuwasaidie, lakini pale mtu anapokengeuka anatakiwa asaidiwe hekima. Kuna swali nimepata kwa msikilizaji hapa. Kutoka Kisima cha Ndege, yeye ni Wilson Madeje, anauliza hivi: je, wanawake wanaokopa mikopo pasipo kuhusisha mawazo ya mwanaume wake au mumewe, hii iko sawa? Yani unaona ndio unachukua mkopo, mume ajui. Hii mnaionaje? Pia iko sawa? Kwenye jukwaa mnajadili mambo kama haya? Kiukweli kama mtu ni mke na mume amechukua mkopo bila kushauriana na mume wake, sio sawa. Sio sawa, ni vizuri kushauriana. Mimi naamini kwenye kushauriana kuna faida, kwa sababu wanaume Mungu aliwapa pia macho ya mbali. Iko sisi, mtazamo wangu